Tenges, Melita hujambo, bila shaka ni siku ambayo imekuwa na matukio mengi. Hebu tueleze shughuli ya kuhesabu kura inaendelea vipi? Je, tunajua idadi ambayo wale wagombeaji wamepata kura ngapi kufikia sasa? Naam, shukran sana wenzangu Nimrod na Mashirima. Tumeingia katika awamu ya hesabu sasa baada ya siku kuta au mchana kutwa kuhesabu kura, kupiga kura kunradhi, na sasa wale wasimamizi wa IEBC katika kila kituo hapa Malava wanaendelea na shughuli ya kuhesabu kura. Kama unavyoona nyuma yangu tayari kuna darasa moja au kituo kimoja hapa tulipo Shiterera, ambapo washamaliza kuhesabu kura, na matokeo ambayo tumepokea kufikia sasa katika kituo kimoja hapa ni kwamba Seth Panyako wa chama cha DAP-K amepata kura 132, naye David Ndakwa wa chama cha UDA amepata kura 116. Na katika kituo hiki ambacho hesabu imekamilika sasa hivi ni kwamba David Ndakwa amepata kura 131, naye Seth Panyako amepata kura 114. Kwa hivyo ni hesabu ambazo zinaendelea kutiririka, na kumbuka kwamba ni jambo ambalo au ni matukio ambayo tutakuwa tunapokea sasa kutoka vituo vyote vya Malava 198, na baada ya hawa wasimamizi katika kituo cha kupigia kura kufanya hesabu hiyo, watakuwa wananakili katika karatasi au fomu ambayo inafahamika kama fomu 35A, ambayo sasa itakuwa inaelezea kabisa kituo hiki kimepata kura au hesabu ya kura ni hivi, fulani amepata nini, fulani amepata nini, na kisha baadaye matukio haya yote yatakuwa yanawasilishwa katika eneo la kuhesabia kura la eneo bunge hili la Malava. Awali tulikuwa katika maeneo tofauti ambapo tulishuhudia matukio ya machafuko vile na kuandaa taarifa ifuatayo. Gari hili la aina ya Toyota Prado linalomilikiwa na kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa liliteketezwa moto na wafuasi wa mrengo wa UDA katika eneo la Manyonje huko Butali. Inadaiwa kwamba kisa hicho kilitokea pale mahasimu wa kisiasa walipokutana barabarani na kuanza vita, huku wakazi wakisema waliwatambua baadhi yao na kwamba ni wanasiasa na wanaojulikana. Vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Mumias. Walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana. Magari more than 10. Na wamekuja na mampini na bunduki. Mipini, mabunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara. Walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot. Huyo ni jamaa kutoka Mumiasi huko, ndiye alikuwa na hiyo kuni yenye ilikuja. Wakazi wa Manyonje wanadai kwamba kabla ya gari hilo kuteketezwa, watu hao ambao walikuwa wamejifunika nyuso walichukua masanduku mawili kutoka katika gari hilo. Tukio lingine ni tuhuma za uvamizi uliomlenga mwaniaji wa DAP-K Seth Panyako na mkewe katika hoteli yao ya Downhill Kaburengu, ambapo wahuni kadhaa wanadaiwa kuingia kwa nguvu na kuwajeruhi wafanyakazi na kuharibu mali na magari. Hata geti ilipopomoka wakaingia hapa, karibu milango, karibu madirisha, karibu makari, wakakatakata wenzetu wenye walikuwa wanakutana nao, na wengine wakawapika marungu. Panyako amedai kwamba maisha yake yamo hatarini na kwamba serikali ilipanga njama ya kuwatuma vijana hao kushirikiana na wanasiasa kutoka maeneo tofauti. Person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. One of those under Article 81 of our Constitution that undermines free and fair elections is violence. The other malpractice is, of course, voter bribery.
And the third, which is a tool that this regime is employing, is ballot stuffing. And I'm playing by the rules, and I don't want somebody to provoke me to play in this game. Violence is not with me. Mine, I've sold my face to the people. I've gone to them. They have told me their issues. I've told them what I can do for them. Taharuki ilitanda baada ya visa hivyo viwili, maafisa wa polisi wakionekana kudhibiti hali na utulivu kurejea, japo maswali yameibuka kuhusu ni kina nani walihusika na kitendo hicho na kwa nini bado hawajakamatwa. Seth Panyako alipiga kura katika kituo cha St. Joseph Linyu, naye David Ndakwa wa UDA alipiga kura katika kituo cha Mukongolo. Licha ya visa hivyo vya machafuko, wakazi walipata nafasi ya kupiga kura, japo kuna tuhuma kutoka pande zote mbili kuhusu njama ya kuiba kura. Melita Oletenges, Runinga Citizen.